Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe, mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu popote pale ambako unaendelea kutusikiliza. Matumaini yangu makubwa kuwa uko mzima wa afya, na kwa sasa kabisa wakanda radio yako ili kuweza kusikiliza matangazo yetu, na ukaribisha kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari ambao unagubikwa na ukurasa wa habari muhimu leo. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani, pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku Omari Makilele Ozile. Merci mbele chipa mali yuko kunako dawati la mitambo. Nitakuwa na mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma kunako ukurasa wa habari muhimu. Nasema asante na unitegee sikio mwanzo hadi tamati. Kama gisi nilivyokujuza ni kwamba nampisha mwenzangu mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa habari zilizogonga mwamba kwa siku ya leo. Karibu. Shukrani sana mwenzangu Omari Makelele Ozil kwa kunipa nafasi kwa ajili ya habari muhimu. Wacha tuanze habari zetu hizi na huko Ilakala. Mtu mmoja, baba wa familia anayeitwa kwa jina la Lokoba, amepotea ndani ya ziwa Tanganyika mwanzoni mwa wiki tunayo katika kijiji cha Ilakala, sekta ya Tanganyika, tarafani Fizi. Takuwa pia na huko Uvira ambako zaidi ya watu 20 wameachiliwa uhuru kisha kulipa kila mmoja pesa 1,100 za Kongo. Hawa wamezuiliwa na baadhi ya vikosi vya wazalendo kwa kisa kuwa ni raia wa kabila la Washi. Kwa jambo hilo, shirika jipi la raia kusini mwa jimbo hili la Kivu ya Kusini limelaani vikali kitendo hicho cha kuchukulia kila mushi kuwa anajihusisha na kundi la waasi wa M23. Tukamilishe habari muhimu siku ya leo na habari za huko nchini Burundi. Chama kikuu cha upinzani nchini Burundi SNEL kimetangaza kutokukubaliana na matokeo ya uchaguzi endapo yatatangazwa kwa madai ya kukumbwa na changamoto mbalimbali. Ripoti ya mwenzetu Bukuru Elias Daniel itangazia mengi zaidi kwa habari hizi. Mwenzangu Omari Makelele Ozil naweka nukta kwa habari muhimu. Asante sana mchumbe wa mkulima na Fatuma kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba ametamatisha ziara yake ya kikazi kwa kufanya mkutano na waandishi wa habari bwana Patient de Baba Lufira, mkuu kiongozi wa kitengo cha umoja wa wapasha habari INPC kanda la Uvira Fizi. Kwenye mazungumzo na watangazaji Jumatano hii ya tarehe 11 Juni 2025 mjini Baraka, mkuu kiongozi huyo wa INPC amesema katika kuchunguza kwake amegundua kuwa ukosefu wa umeme ni moja kati ya changamoto kabambi yenye kuathiri vyombo vya habari kwa sasa mjini Baraka, kama alivyoeleza. Radio za Baraka na tarafa la Fizi zinakumbana na shida ya ukosefu wa umeme, na ile ukosefu wa umeme inaleta tatizo nyingi sana. Hiyo kosa umeme inatumana radio zinapunguza masaa za kuweza kufanya kazi, na ile haisaidii sana kwa kuwa hali kama na hiyo ilitumana maradio kukosa masponsor, maradio kukosa makontra ya collaboration ama makontra ya matumikio na ma ONG na ma societe, aiza kukosa pia pesa. Namna radio zilikuwa zikipata pesa kidogo na kuchangia kugharama fulani wakati umeme ulikuwa unakuwa ile umeme wa kigrupe. Sasa leo umeme wa kigrupe unapungua, kura hakuna, na vile natokana tena ya kusema kwamba wale ma radio chachi ambao wamepata msaada ya kupata mapano ama betri kuwazamini, kwa leo hizo betri zinakufa, hizo pano
zinapungua nguvu. Kwa jumla radio karibuni 70 kama na 5 zinakuwa na shida za umeme. Kosa umeme inatumana radio asitumiki kama vile ipasavyo. Tusalie tu katika mji wa Baraka ni kwamba sherehe za uzinduzi wa msikiti na masomo ya Kiislamu pamoja na kushimikwa rasmi kwa mkuu kiongozi wa kamati ya dini ya Kiislamu katika tarafa la Fizi na mji wa Baraka imefanyika Jumatano hii ya tarehe 11 Juni 2025 mbele ya wakuu viongozi wa serikali na viongozi wengine wa dini za Kikristo mjini Baraka ndani ya kata la Aibaz. Bukur Tantine Aldama aliweza vile vile kuhudhuria kunako uzinduzi huu, na hii hapa ni ripoti yake aliyotuandalia. Ndiyo Omari Makelele Ozile, kama nilivyokujuza hapo jana katika uchambuzi wetu wa habari wa jioni, ya kwamba harakati hizo zimeendeshwa mbele ya viongozi mbalimbali wa dini ikiwemo wale wa jimbo na wengine kadhalika. Upande wake meya wa mji wa Baraka kwa muda Bi Emerite Tabisha Mwangelwa amesema kupongeza kwa hali ya juu dini ya Kiislamu mjini Baraka ilivyo, hasa pale pia wanachangia katika masuala ya kutafuta amani. Na pia kupitia fursa hiyo amewataka mabinti wa dini ya Kiislamu kusoma masomo ya teolojia kama wanaume. Tumealikwa, kwanza ni serikali ndio muongozi wa vitu vyote na kanisa pia. Kwa jinsi serikali ijione nyumba ambayo tumesapoti ujenzi na pia kuona namna anatawazwa mkuu kiongozi wa Uislamu. Kwa Waislamu nimesema katika hotuba yangu ya kwamba ndio dini ya kwanza kufika kwa udongo ya Ubembe, ni kusema teritoria ya Fizi na sektori ya Itombwe. Dini ya kwanza kuingia kama vile shehe amesema mwaka wa 1805 Oneni ndio mara kwanza sasa kupata msikiti ambao tunaweza ita msikiti. Wengine wote ilikuwa ya manyasi, hakuna kabisa uongozi bora wenye kushimika. Kwa leo tunaipata na tunasema shukrani. Lakini pia ni dini ambayo ina hesabu mdogo sana ya wasomi, wao wanaume na wao wanawake. Wanaume wamejikaza kidogo, lakini dini zamani ilikuwa kujifunza tu masomo ya dini na watu walikuwa naona wanaishi hapo, lakini masomo ya kijamii ya kuelekeza mtu kuboresha maisha na kuboresha teknolojia, maisha ya kisasa ilikuwa kama wanagaini. Sasa kwa leo wanaume wasomi ni wengi. Sijui kama hapa mwanamke ambaye amefanya teolojia ya Kiislamu hayupo. Watoto wanamke wa Kiislamu hawajihusishe sana na jamaa zao, hajiwasukumi sana. Kwa hiyo tunaomba waone kama nyinyi Waislamu ndio mmetupatia mwanamke wa kwanza kuwa rais wa nchi zetu. Haya, kwa hiyo tena wasukume watoto wanamke, tuone kama Waislamu watatupatia hata rais wa Kongo. Basi kiongozi ambao ameteuliwa ni mdogo na anazungukwa na wazee. Kwa mila zetu huku sio mila, lakini kwa kama vile kawaida wazee hawakwake wanakubali kwa urahisi jeune awaongoze. Kijana kuongoza sisi wazee wanajisikia kama vile wanaaibika na wanakuwa na kale kazarau. Tunaamini ya kwamba mwenendo wake utatuma wale wazee wanamkubali, anawaitikisha sawa sawa kwa mwenendo bora, hapana kwa intimidation. Imam Saleh Rajabu ambaye ni kiongozi wa dini ya Kiislamu jimboni humu amesema kupongeza namna Waislamu wa Baraka Fizi walivyo hacha mambo ya vurugu. Nafikiri sio ya kwanza niko mbele ya vyombo vyenu vya habari. Inapopata ya miezi 8 nilikuwa tena hapa kama kiongozi wa dini. Nimekuja hapo awali kusuluhisha viongozi wa dini katika tarafa la Fizi. Alhamdulillah kulitoka natija nzuri. Kwa leo nimekuja kukamilisha yale ambayo tumeianza, mazungumzo ya kuleta umoja katika dini ya Uislamu tarafani Fizi. Na kwa leo hii tumeonesha mbele ya Waislamu na watu wa serikali na nyinyi waandishi wa habari na wandugu wasiokuwa Waislamu, viongozi wa makanisa wote, kwamba dini ya Kiislamu ni moja na Komiko ni moja. Hapa tarafani Fizi Komiko inasimamiwa na kiongozi mmoja ambaye anaitwa Bwana Saidi Sekembe Omar, na akifatwa na makamu wake wawili. Mmoja ni mzee Katobe Farijala ambaye ni kiongozi charge na culte ya affaires religieuses,
na mwingine ni Sheikh Sabani Saidi ambaye ni adjoint chargé na development et administration finance. Kwa hiyo kamati hii tumeitangaza mbele ya Waislamu na serikali, na leo ndio tumeitawaza officiellement. Wanakuwa wanaanza kazi kwa umoja, hakuna tena utofauti ambaye ulikuwa ndani ya Komiko katika tarafa la Fizi. Naye Sheikh Saidi Omar Sekembwe ambaye alikamilishwa rasmi kuwa kiongozi wa waumini wa dini ya Kiislamu Baraka Fizi amesema kuongoza katika misingi ya kidini. Kwa kweli furaha yangu na furaha kubwa, kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndio mwenyewe anampa cheo au daraja mtu ambaye mtakaye. Vile vile nina furaha kubwa kwa kuona umma wa watu wameweza kuja kuhudhuria kwa kuweza kunitawazisha, na vile vile nina furaha kubwa kwa viongozi wote wa serikali na dini mbalimbali zote zilikuwa hapa, na wa viongozi wa vikundi tofauti ambao walikuwa hapa wote kuja kwenye sharia kunitawazisha rasmi. Kwa kweli nina furaha kubwa sana na naombea Mwenyezi Mungu awabariki. Jumbe wangu wa mwisho ni kwamba nitatumika au nitaongoza kwa amani na kwa mwenendo au mafunzo ya Mwenyezi Mungu na maneno ya Bwana Mtume, pamoja vile vile na sheria ya nchi yetu kama jinsi inavyotufunza kuweza kuitumikisha. Na Waislamu wategemee nini kutoka kwako? Waislamu wategemee yani maendeleo kutoka kwangu, kwa sababu mimi nafikiria zaidi sana maendeleo. Tumefungua hata na msikiti vile vile, ni sababu tulizofanya. Tunatengeneza vipompa vya maji na misikiti midogo midogo, na nitazidi kujitahidi kujitupa huko na kule wapate maendeleo mengine ya katika jamii ya Kiislamu na sio kwa Waislamu watafaidika. Asante sana Bibu Kurtantine Aldama kwa uchambuzi wako wa ripoti yako ndefu hiyo. Tujielekeze katika sekta ya Tanganyika Pailakala. Ni kwamba mtu mmoja, baba wa familia anayeitwa Lokaba, amepotea ndani ya ziwa Tanganyika mwanzoni mwa wiki tunayo katika kijiji cha Ilakala, sekta ya Tanganyika tarafani Fizi. Kwa mujibu wake mkuu kiongozi wa kijiji cha Swima Bwana Musa Swima ameonyesha kuwa muanga alienda kutegua makira bila kurudi nyumbani, tofauti na ilivyo desturi yake kama alivyoeleza hapa. Hapa kijiji chenye kuwa pembeni yangu, kijiji cha Ilakala, baba mmoja wa miaka zaidi ya 16 pale jana alipotea maji na mpaka hivi ndo bado hajaonekana. Lakini hivi bado watu wangakia wanashughulikia kutafuta hapo. Alitoka kwake ile saa 10 kuelekea maji kwenda kutegua makira kwa ajili yeye ni mvuvi. Alitega makira yake na saa 4 ya mchana pale jana. Ilipofika magharibi masaa 10 akakamata katia katika anaenda kutegua. Mpaka hivi bado hajaonekana. Familia pamoja na wajirani pamoja na kamati ya wavuvi kafanya jitihada ya kwenda na tafuta wakafanikiwa kupata mtumbwi. Wakafanikiwa kupata mtumbwi, lakini hiyo mtumbwi ilikuwa imezama. Na mpaka hivi ndio bado kabisa mwili hujaonekana na watu hawajajua kama ni nini. Hiyo ndio taarifa ni kutokea hapa. Na alipoulizwa ikiwa eneo hilo la ziwa Tanganyika kuna kuwa wanyama wakali wa maji au je, Musa Swima ametoa mwangaza. Unaona mamba wapo katika ziwa Tanganyika, vile vigogo wapo katika ziwa Tanganyika, wapo wote hapo, wote hao wapo. Na ndio hivyo, na wakati yeye alienda, unajua kama pale jana kwanza juzi yake mpaka pale jana wa atedo walifanya msaada kwa wakimbizi na watu wakaenda kamata kidogo kidogo, na pale jana ndo tuliuliza vikaonekana kama alikuwa kikamata, yani vikaonekana kama alikuwa kamata kidogo na ataenda maji. Yani kwa sasa hivi vyombo vya usalama vinaendeleza uchunguzi. Na hiyo uchunguzi kuanzia PNC na wengine watu wa usalama wakishirikiana na komite ya Piaje na familia uhusiani unaendelea. Sura ni
ni kuonyesha, inaonyesha kwamba mtu atakuwa mikufa. Mtu atakuwa mikufa kwa ajili alilaga kunyumba ya kwamba anaenda kutegua majira. Na yeye na mtumbu wake. Na sasa leo watu kwa kwenda wanatafuta, wanakuta mtumbu huko ndani ya maji na mtumbu unajifunikia. Ndio hivyo. Na majira yenyewe yani alikuwa ndo bado hajategua. Lakini kizere cha majira kilionekana na familia ikatogota ile majira, lakini mtu leo mpaka hivi ndio bado hajaonekana. Na kwa wale wapendelevu wa habari za michezo hivi sasa, namuona mwenzangu Sudi Valentin ambaye anasogea mdogo kunako microphone zetu. Sudi, karibu. Naam, asante sana kabisa mwenzangu Omar Makelele Uzile. Leo kunako kurasa wa habari za michezo, tuanzie na hapa katika mji wa Baraka na taarifa inasema kuwa hatua ya playoff ya michuano ya ligi ya nyumbani kwa leo vijana wa Sudi umri wa 17 iliweza kupigwa siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2025, ambako mechi mbili ziliweza kushuhudiwa kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka. Majira ya saa 7 na dakika 30 klabu ya FC Mazee waliweza kuwatandika klabu ya AS Roma kunako mikojo ya manati, hivyo nikija kuibuka na ushindi wa mabao 4-2 kisha dakika 120 kutamatika kwa sare ya bao 1-1. Na mechi ya saa 9 na dakika 30 FC Drago waliweza kutandikwa msumari wa bao 1-0 dhidi ya klabu ya Tujen ya hapo Mwandiga. Siku ya 4 ya tarehe 12 Juni mwaka 2025 majira ya saa 3 na dakika 30 mechi moja itaweza kushuhudiwa ambako FC Kivu watakipiga vikali dhidi ya klabu ya FC Kianda. Mechi ya saa 4 na dakika 30 Reve de Kaling wataweza kupambana vikali dhidi ya PVP Sport. Saa 8 kamili za mchana AS Majengo wataweza kukaribisha klabu ya Moma Sport. Na siku ya Ijumaa ya tarehe 13 Juni mwaka 2025 mechi 4 zitaweza kushuhudiwa kwenye uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka Uzili. Sudi, kwani kwa siku kunapigwa mechi 4? Ndio, tutakuja kuona kwamba siku ya 4 kutapigwa mechi 3, lakini siku ya 5 kutapigwa mechi 4. Na hivyo majira ya saa 3 na dakika 30 siku ya 5 ni kwamba Etoile du Congo watakipiga vikali dhidi ya klabu ya FC Makwa, huko klabu ya Vessel la Victoire majira ya saa 4 na dakika 30 wataweza kukaribisha klabu ya FC Kasaka, na klabu ya AS Kalinga majira ya saa 8 na dakika 30 watakipiga vikali dhidi ya klabu ya Airband. Na mechi ya mwisho siku ya Ijumaa itapigwa majira ya saa 10 na dakika 30 kunako tu uwanja huo wa Lumumba ambako FC Santos wataweza kukaribisha klabu ya Dipouvoir. Lakini kupitia hapo mwenzangu Omar Makelele Uzil ndipo kabisa na tematika kunako ukurasa wa habari za michezo kwa siku ya leo. Nikushukuru sana Sudi Valentin. Naam. Aya, msikilizaji, kisha habari za michezo ni kufahamisha kuwa endapo unakuja kujiunga nasi unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita benda 93.0. Kampuni Vision Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa tujelekeze kule katika mji wa Uvira. Ni kwamba zaidi ya watu 20 wameachiwa huru kisha kulipa kila mmoja pesa 1,100 za Kongo. Hawa wamezuiliwa na baadhi ya wazalendo kwa kisa kuwa ni wamushi. Kwa jambo hilo, shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili limelaani vikali kitendo cha kuchukulia kila mushi kuwa ni M23. Udhibitisho ni wake Mafikiri Mashimango, mratibu wa muundo huo, ameonyesha kuwa hali hiyo yaweza kuleta mzozo mkubwa wa ukabila kwa siku za usoni. Huyu ametoa picha halisi ya hali ilivyokuwa. Fuateni. Bwana Joyce, par rapport na swali, acha nikwambie jana maneuver des véhicules zilikuwa natoka mvili ya Uvira et se diriger dans la plaine, na ilikuwa na 17, palikuwa gari moja ilikuwa na 17 passagers na nyingine ilikuwa na 18 passagers, et dans les 18-17 c'était wote ba mingi walikuwa ba mushi. Mais arrivé kukaya ya kala hapa Kagando bakabloke, bakashimamisha zile gari et puis bakashimamisha wale wa mushi bote na bakabafunga fasi mwa banaita panakuwa kabari kama wanaitaka Kivu Plus, bakabafunga de 9h pagi silifika ma 18h 19h wakakia tuita d'abord wa chauffeur bakabafunga na ile gari mbili wakaifunga. Balifunga ce sont des bazalendo bakaifunga, motif hakuna, swandi zake ni bamushi ba Busongo zere comme des compris de M23. Mais quand même à notre niveau
parce qu'il faut kusignaler kama omo kila musha alilipa 100,000 francs à peu près total ma plus de 34 millions de francs congolais. Allez-y comprendre kama ile hali c'est une désolation totale. À notre niveau comme nouvelle civile accessible sur la province, tous les alertés aux autorités jana, on a alerté les autorités militaires et civiles par quoi ma intervention, et pour le moment je parle qu'ils sont libres. À moins que dernière minute pas quoi changement, mais je vous dis que wako libre. Et là tunaendelea kuendelea kulite ile parce que ukiangalia plene leo ya Ruzizi yote dossier mushi na kwa kama kope. Or tuko période ya mubaya sana, c'est une période iko tellement compliquée. On a besoin de tout le monde na tuache ma principe ya kugénéraliser. Haiko parce que mafikiri ni mfuliru anafanya kosa, il faut dire que maintenant bafuliru wote wanakuwa wabaya. Haiko maelele ya mushi umoja ndio menake bamushi wako na subiri ile mabitu vile. Donc voilà le message. Na upande mwingine ameongeza kuwa viongozi wa serikali ya jimbo hasa wale wa kijeshi mjini Uvira wameingilia kati ili raia hao waachiliwe huru. Mafikiri Mashimango arejea mara tena. No rapport yao ilikuwa d'abord mzuri, nashukuru parce que après avoir laissé toutes les autorités, il y a eu intervention de la part des autorités, mais aussi il faut kwambia kama tushaandika déjà barua pour alerter ça, pour quand même les bangine watu wako traiter comme ils sont traités bangine. Isikuike mplene waanze traiter parce que ni musha napita kuanza kumtrakasser haiko kwa intérêt ya partie à Sud Kivu. Hatuna besoin ma conflit, tuko besoin yenyewe de tout le monde pour que tuangalie que ça faire face na avancer M23. Naweza kuambia kwamba attaque nouvelle civile tuko mconsultation, tuko na sensibiliser na conscientiser ba seigneur de guerre bote ba zalendo pour que ba prendre les amis kama la question ya mushi haiko question ya poursuite ni question ya kuangalia kisa pour l'intérêt général. Tujelekeze kule Beni katika jimbo la Kivu ya Kaskazini. Ni kwamba watu 5 ndio wameuawa kwa muda wa wiki 2 katika tarafa la Beni jimboni Kivu Kaskazini. Kwa jambo hilo, uongozi wa mahali umeomba kwa wakuu viongozi husika na usalama kuvalia njuga swala hilo. Mwenzetu wa huko Butembo Zangose Moviswa Kapuni amefuatilia kwa umakini habari hii na hii hapa ni ripoti yake. Katika mahojiano tuliyofanya naye hii Jumatano 10 Juni, Bwana Saddam Patanguli, mmoja wanaotetea haki za binadamu, afunua kwamba watu 5 waliuawa muda wa wiki 2 katika usultani wa Bashu wilayani Beni. Kwa espace ya wiki 2 yani 2 semaines tumeweza kuenregistrer plus de 5 morts. Ni kusema zile maakte zote zenyewe ziko zinafanyika zingelipashwa kuinterpele wa autorite. Isikuwa wakati vitu vitakuya kukia degenere njo sasa wa autorite watasema wanaprendre ma mesure kwa ajili ya kuweza kumaliza haya mauaji. Ni kwa yeye na kufunua kwamba hata kama utafiti ulifanyika hakuna chochote kinachoendelea. Inaomba wakati wanatuambia maankete ziko zinafanyika tujue nini ilikuwa resulta ya zile maankete na tujue ni wanani wiko wanafanya vitendo kama na hivi, kwa sababu damu haiwezi kuwa inamwagika hivi kila siku na inaonekana kama ni maasasina zenyewe ziko cible, na wakati ukweli utaonekana waweze kuorganize maaudience publique mahali ambapo paliweza kufanyika mauaji hayo na itaweza kupelekea ukweli uweze kujulikana. Ni kwa hiyo aomba ili pawe na kutatua mizozo mbalimbali ya udongo kwa kuwa ni chanjo cha ukosefu wa usalama katika usultani wa Bashu. Na kwa ngambo mwingine tuko tunasema viongozi waangalie gisi ya kuweza kutatua shida za udongo. Watatue shida za udongo zikwishe, kwa sababu watu hawawezi kuishi kila mara shida za udongo huku na kule itakuja kutuletea tatizo kubwa sana kwa siku zijazo, na ndio maana tuko tunainterpele tena wakubwa waweze kufanya juu chini ili ukweli uweze ukafanyika. Tujulishe kwamba watu 3 waliuawa eneo la Malio na wengine 2 eneo la Isale Bulambo na Kasongwere. Tujelekeze katika habari za kitaifa. Ni kwamba akiwa mjini Kolwezi jimboni Lualaba, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi amezindua miundombinu mbalimbali ikiwemo majengo ya mikutano ya jimbo la Lualaba. Undani wa taarifa hii na mwenzetu Safari Masidilwe ndani ya studio.
Baada ya kufika kwake katika mji wa Kolwezi, mji mkuu wa mkoa wa Lualaba, Jumatatu hii Juni 9, Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi aliendelea na uzinduzi wa miundombinu kadhaa ya umma katika jimbo hili la Lualaba, tajiri kwa kobalti na shaba. Sherehe za uzinduzi zilifanyika katika kata la Jolie Cité, ambapo miundombinu mipya mitatu ilianzishwa rasmi, ikiwa ni pamoja na kituo cha kimataifa cha mikutano kinachoitwa Le Village de Congrès, chumba cha mikutano cha jimbo na majengo mawili mapya kwa ajili ya kuweka makazi ya vitengo vya serikali ya mkoa. Kijiji cha Congrès ambacho sasa kinafanya kazi tayari kinakaribisha Jumanne hii Juni 10 mkutano wa 12 wa magavana, mkutano wa kila mwaka wa viongozi 26 wa majimbo ya DRC, tukio kubwa ambalo linaifanya Kolwezi kuonekana zaidi kitaifa. Zaidi ya majengo haya matatu yaliyozinduliwa, ziara ya rais ni sehemu ya mpango mkubwa. Mkuu wa nchi pia ataendelea na uzinduzi na kutembelea miundombinu mingine muhimu iliyofadhiliwa na pesa za mkoa huo wa Lualaba, ikiwemo terminal mpya, eneo la kupumzikia wasafiri wa ndege katika uwanja wa ndege wa Kolwezi, barabara, madaraja, hospitali na vituo vya afya. Programu hii ya rais ya kuzunguka katika sehemu mbalimbali za nchi inakusudia kuongeza juhudi za maendeleo ya ndani, lakini pia kuimarisha uwepo wa serikali katika majimbo yote, ikiwa ni kujibu matarajio ya idadi ya raia. Mji wa Kolwezi kwa sasa unachukuliwa kuwa mji mkuu wa cobalt ulimwenguni kote, hali ambayo inapelekea kuwa na hitaji kubwa la miundombinu ambayo inakizi matarajio yake ya kiuchumi. Kwa kutekeleza uzinduzi huu, Rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi anatarajia kuweka mji huu kama kumbukumbu ya marini, lakini pia kiutawala, ya vifaa na ya taasisi. Isipokuwa mabadiliko, mpango wa urais pia unapanga kufanya mikutano na vuguvugu za kiraia katika mkoa huo, mikutano na viongozi wa mahali na wa kiraifa, na vile vile mkutano wa kipekee wa 47 wa baraza la mawaziri huko Kolwezi. Ni hayo tu kama habari za kiraifa, mimi nanyatuka namna hiyo. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na huko Burundi ni kwamba chama kikuu cha upinzani nchini Burundi SNEL kimetangaza kutokukubaliana na matokeo ya uchaguzi endapo yatatangazwa kwa madai ya kukumbwa na changamoto mbalimbali. Bukuru Elias Daniel ni mwanaripota wa redio ya kijamii Kivu kutoka katika nchi ya Burundi, ametuandalia ripoti ifuatayo. Changamoto zilizojitokeza wakati wa uchaguzi wa wabunge na madiwani zinaweza kuwa sababu ya uchaguzi huo kwa batili, na utoa wito kwa seni kutotangazwa kwa matokeo kama inavyosemwa na mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha SNEL Nestori Girukwishaka. Amahinyu ndenza rugero yagaragaye na yakwirikira kwaka abanyagihugu uburenganzira n'umwidegemvyo wo gutora byabonekeye muri ibi bikurikira. Changamoto zilizojitokeza kama kuwanyang'anya wananchi uhuru wa kupiga kura, kuwanyang'anya baadhi ya wapiga kura kadi zao za kupiga kura ili waweze kuwachagulia, kuamuru wapiga kura kukichagua chama kilichopo madarakani, kuwatia hofu waliokuwa wamepiga mstari wakiwa wamesubiri kupiga kura, kutoheshimu haki ya mpiga kura. Hivyo vyote vilijitokeza maeneo mbalimbali nchini Burundi. Kujaza masanduku ya kupiga kura kabla ya wakati wake, na isitoshe pia zoezi la kupiga kura ilianza kabla ya wakati wake. Chama cha SNEL kilikuta yote yalitokea nchi nzima na vikifanywa na waliokuwa wanasimamia uchaguzi, na hiyo ni dalili kuwa ilikuwa mipango hivyo. Chama cha SNEL kinajulisha Warundi na mataifa mengine kuwa hakikubaliani na matokeo ya uchaguzi yatakayotangazwa. Abarundi n'amakungu ko mu gihe hotangazwa ivyavuye mu matora yakozwe muri ubwo buryo ko atawovyemera. Ni kiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake Bukuru Elias Daniel ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo, na kushukuru msikilizaji ambaye aliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Vile vile sitakosa kushukuru jopo nzima waandishi habari Radio Kivu walionisaidia kuziandaa. Mimi ni Omari Makelele Ozile, merci mbele Chipama alikuwa kunako dawati la mitambo. Nasema asante na kwaheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.